Sasa tuangalie namna ya kubadili fikra za kimaskini kuingia kwenye fikra za kitajiri. Kumbuka, umaskini au utajiri huanza kichwani kabla haujaonekana mfukoni. Moja, tambua fikra za kimaskini ndani yako. Zijue fikra za kimaskini ndani yako. Kwanza zikamate. Fikra za kimaskini huwa kama hizi. Kwa mfano, siwezi kufanikiwa kwa sababu baba yangu hajanipeleka shuleni, au baba yangu hajanisaidia, au mjomba wangu hajanisaidia. Pesa ni ngumu kuipata, au pesa leo hii hazionekani. Sisi familia yetu ni maskini, hivyo na mimi nitakuwa maskini. Sistahili kufanikiwa. Matajiri wote wataenda motoni. Kuwa maskini ni mapenzi ya Mungu. Matajiri ni watu wabaya. Ukiziacha hizi fikra ziishi ndani yako, zitakuwa ukweli wako katika maisha yako. Yaani, ukiziacha hizi fikra ziishi ndani yako, zitakuwa ukweli wako. Pili, badilisha imani zako. Fikra zako zinatokana na kile unachokiamini. Yaani, fikra zako zinatokana na kile unachokiamini. Anza kusema, mimi naweza kufanikiwa, nastahili kufanikiwa. Kuna fursa nyingi duniani, pesa ziko nyingi za kutosha. Utajiri unawezekana kwa juhudi na maarifa. Kumbuka, siku zote unakuwa kile unachokiamini na unachokifikiria. Ni kweli matajiri wote sio wamefanikiwa kwa njia sahihi. Kuna wengi ambao wamefanikiwa katika njia za kimungu kabisa, na kuna wengi ambao wamefanikiwa katika njia zisizokuwa sahihi. Kwa hiyo inawezekana umche Mungu, umwabudu Mungu na uwe tajiri. Inawezekana kabisa. Inawezekana umche Mungu, umwabudu Mungu na uwe tajiri. Inawezekana. Na unaweza kuwa unamwabudu Mungu, unafanya vyote vya ibada, lakini unakuwa maskini. Lakini mojawapo itatokana na imani zako kwa Mwenyezi Mungu. Ukiamini kwamba umaskini ni sehemu ya maisha, au umaskini ni mapenzi ya Mungu kwako, basi ni hivyo hivyo, maana unakuwa kile kitu unachokiamini. Kumbuka, siku zote imani iko hivi, inafananishwa na hivi. Ni kama vile wakati unahitaji kwenda kununua kitu sokoni, unaenda na pesa mkononi. Ndio hivyo hivyo, ukitaka kupata kitu kwa Mwenyezi Mungu lazima uweze kuwa na imani. Yaani, imani ndiyo inayouza kitu katika mbingu. Kwa hiyo kitu cha msingi ni imani. Ndio maana Kristo au Bwana Yesu katika mafundisho yake alilenga kuonesha kwamba imani ni kitu muhimu, na imani ni kitu cha msingi. Na imani haijalishi mtu anayemcha Mungu au asiyemcha Mungu. Ndio maana utakutana mtu amwabudu Mungu lakini anafanikiwa, ana imani za kwako, ana imani kwamba anaweza kufanikiwa na anafanikiwa. Na wewe kama uko mcha Mungu lakini huna imani kwamba unaweza kufanikiwa, ni hivyo hivyo kabisa. Maana imani zako zinaweza kukufungia au kukufungulia kuweza kufanikiwa. Utajiri unawezekana kwa juhudi na maarifa. Unabadilisha mwelekeo wa maisha yako kwa kubadili unachokiamini. Tatu, jifunze maarifa ya fedha na mafanikio. Yaani, nunua vitabu mbalimbali vinavyolenga kuhusiana na elimu ya fedha. Elimu hii haipelekwi shuleni. Elimu hii huwezi kuipata shuleni. Elimu hii unaipata kwa kutafuta vitabu mbalimbali, na lazima utatumia pesa kuweza kuvinunua ili uweze kuvipata. Tafuta maarifa. Ndio maana Biblia inasema, wanangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Sio kwa kukosa pesa, hapana, kwa kukosa maarifa. Fikra za kitajiri zinajengwa na maarifa ya kitajiri, maarifa ya mafanikio. Jifunze kuhusu biashara, jifunze kutumia pesa vizuri, jifunze kuwekeza hata kidogo kidogo. Utajiri sio bahati, ni maarifa na nidhamu. Ni maarifa na nidhamu. 4,
Badilisha unachotazama na kusikiliza. Akili yako inakula kile unachoilisha. Epuka video ya kukatisha tamaa. Mara nyingi watu wanaolalamika kila wakati. Chagua mafundisho ya mafanikio, ushuhuda wa watu waliotoka chini wakaendelea. Tafuta vitabu vinavyohusishwa watu waliofanikiwa, visome uvielewe, maana waliofanikiwa wengi, sasa mabilionea wengi, asilimia kubwa ni watu waliotoka katika familia maskini na wanamcha Mungu na wamefanikiwa. Na kuna vitabu mbalimbali ambavyo wameviandika, na hiyo vitabu unaweza kujifunza. Kumbuka, mtu anajifunza kupitia vitu viwili: kupitia uzoefu, experience yako ulioipitia wewe, na njia ya pili ni kujifunza kupitia waliofanikiwa. Sasa waliofanikiwa wameandika vitabu, ni kwako sasa kutafuta hivyo vitabu uweze kujifunza kupitia uzoefu wao. Kuna vitu maalum utaweza kuvipata. Hii itaanza kujenga picha mpya ndani yako. 5. Anza kufikiria suluhisho, si matatizo. Fikra za kimaskini huangalia matatizo, fikra za kitajiri huangalia suluhisho. Badala ya kusema hakuna kazi, sema naweza kufanya nini ili nipate kipato. Hapa ndipo ubunifu unaanza. 6. Chukua hatua ndogo ndogo kila siku. Fikra mpya lazima ziambatane na vitendo. Anza biashara ndogo, jifunze ujuzi mpya, weka akiba hata kidogo kidogo. Hatua ndogo leo, matokeo makubwa kesho. 7. Jizungushie watu sahihi. Watu unaokaa nao wanaathiri sana fikra zako. Wanaedha wanakujenga kifikra au weza wanakubomoa kifikra. Tafuta watu wenye malengo makubwa. Epuka wale wanaodharau mafanikio, wale wanaosema kwamba haiwezekani, wale wanaofurahia umaskini. Waepuke wale watu. Ukikaa na watu wa juu kimawazo, na wewe unapanda kimawazo. 8. Muombe Mungu akupe hekima. Utajiri wa kweli hauji kwa nguvu tu, unakuja na hekima. Omba mwelekeo, omba nidhamu, discipline, omba akili ya kuona fursa mbalimbali. Hii inakupa usawa kati ya kiroho na kimwili. Mwisho kabisa, fikra za kimaskini husema haiwezekani. Fikra za kitajiri husema inawezekana, nitatafuta njia. Hali ulionayo leo si mwisho, ni matokeo ya fikra zako za jana. Badili fikra za leo, ubadilishe kesho yako. La kuelewa pala muhimu ni lipi? Unaweza kumcha Mungu, unaweza kumwabudu Mungu kisawasawa na duniani ukafanikiwa, ukawa bilionea, ukawa tajiri mkubwa. Inawezekana, maana ndio mapenzi ya Mungu, wewe kuwa tajiri, kuwa bilionea, kuweza kuwa msaada kwa watu, kuwa baraka katika maelfu ya watu wanao kuzunguka, na mbinguni ukaingia kabisa. Na unaweza kuwa maskini kupitia imani zako potovu, na mbinguni ndio ukaingia, lakini hapa dunia utahenyeka, utapigika na maisha kisawasawa. Kuwa tajiri, kuwa maskini tatokana na imani zako. Ni kipi unachokiamini na ni kipi unachokifikiria. Ukiamini kwamba Mungu anaweza kukuinua, anaweza kufanikisha ukawa tajiri, basi inawezekana. Nikutakie kila laheri, maisha yenye amani, mafanikio na baraka na utele na afya njema. Kumbuka kuwainua wengine, kumbuka kuwasaidia wengine katika mafanikio utakayo yapata. Asante kwa kunisikiliza mwanzo hadi mwisho. Unaweza kulike na comment, niambie nini ambacho umekijifunza katika video hii, na unaweza kumtumia mtu linki hii ili aweze kujifunza kupitia video hii ambayo tumetoka kujifunza. Na kama hujasubscribe, basi unaweza kusubscribe, maana tunakuwa bora zaidi ya jana. Kila siku tunaweka video mpya ili endelee kujenga kiakili vile vile na kiroho. Kumbuka, ndoto yako inawezekana.